ama ni kauli yake ya kusema kwamba kuna kiongozi mtata. Kuna kiongozi mmoja alipiga simu kuhusiana na mambo ya dabi ya Kariakoo fulani hivi na mambo yakaenda vibaya. Tusikilize kutoka kwa Musa Mkwaju hapa. Kati ya haya mawili, shinikizo na hili la pili, uweledi upo kwa kiasi gani kwa bosi wake, rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania, TFF Wallace Karia? Mimi kwa kuanzia, ukiniuliza mimi binafsi. Naam. Kwanza wewe unaona sababu ni ipi kati ya hizo mbili? Kwamba yenye uzito yani mimi naamini shinikizo la mashabiki wa klabu ya Young Africans lina nafasi yake pia. Naam. Kumfanya CEO pengine awajibishwe. Kumbuka kwamba ni Young Africans ndio ambao walileta hizi taarifa za kusema kwamba wameelezwa kuna simu ilipigwa, si ndio? Bila Young Africans kuzungumza, ina maana pengine tusingejua. Kwa hiyo Young Africans kwa kiwango kikubwa mimi naamini kwamba wamechangia CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo kuwekwa pembeni, ingawa ni kwamba inaonyesha amesimamishwa. Lakini sababu ya kuchukuliwa hatua kwa sababu kwamba imeelezwa alitoa kauli yake hiyo ya kusema kwamba alipokea simu ya maelekezo na ndio maana akafanya maamuzi yale, mimi kwangu naiona ni sababu ambayo ina uzito wa kutosha. Na tena mimi kwangu ilikuwa si sababu tu ya kusimamishwa, alikuwa anapaswa aondolewe. Unaelewa? Yaani kwangu mimi nilikuwa natamani, kwa sababu unajua kusimamishwa inawezekana akasimamishwa hapa upepo kapita afu baadaye akarejeshwa, lakini so far kwenye kile ambacho kimekwisha kujitokeza angeondolewa tu moja kwa moja kwamba tayari umeonekana you are not fit enough kusimamia hili eneo, basi tupishe tuangalie watu wengine ambao wanaweza kawa na weledi mzuri, wanaweza kuwa na sifa bora zaidi za kuongoza hapa. Kwa hiyo mimi ukiniambia hivi vitu ni kipi kimepelekea kipi, nadhani vinategemeana. Ingawa sababu ya kumsimamisha kutokana na kauli hiyo ya kusema kwamba alipokea maelezo, naona ni sababu ambayo ina mashiko, na nilisema kuanzia mwanzo kwamba na wapatia kwa maana ya kwamba na wapatia pongezi mamlaka kwa maana TFF kwenda kuchukua hatua hiyo, hususan rais wa shirikisho la soka nchini kwa maana Wallace Karia amefanya maamuzi dume, maamuzi magumu, maamuzi ambayo yalikuwa yanahitajika kufanyika kulingana na muktadha wa kile ambacho anakifanya. Na kwenye hili hata wale wasiofurahishwa nayo, hapana shaka wanakubaliana kwamba amefanya maamuzi ambayo alikuwa ni sahihi na wanapaswa kumpongeza kwenye hili Yasin. Sasa kwa hivyo kwa upande wako wewe unatoa kongole kubwa kabisa. Na kwa kuongezea pia ulitamani kuona anawajibishwa zaidi hapa, sio tu kusimamishwa. Ilipaswa tu aondoke kabisa. Angalia mtu mwingine ambaye, kwa sababu hii ya kusimamishwa ni kama unampa nafasi ya kujiuliza then arejee tena. Lakini pia inawezekana unasimamishwa hapo baadaye ndo kwa heri pia. Ndo kwa heri. Yaani ilikuwa tu ni hatua ya kwanza inafuatia hatua ya pili. Then yes, inawezekana ikawa hivyo, lakini to me kwa yeye kukiri tu moja kwa moja. Unajua saa nyingine ukimsimamisha kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi ni kwamba labda kuna chembe ya shaka kwenye kile ambacho kinazungumzwa. Lakini kama amethibitisha yeye kwa kauli yake, bado nataka kujiridhisha nini? Ilikuwa ni swala tu la mtu kupisha, maisha mengine yaendelee. Sawa sawa. Vipi kwa upande wako ya Kelvin Amoya kuhusiana na hili kwanza ambalo tumeanza nalo kuhusu uwajibishwaji wa CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, lakini mbali na hiyo pia uweledi ambao ameutumia rais Wallace Karia kuchukua hatua hiyo, na mambo mawili ambayo yanazungumzwa, shinikizo kutoka upande wa Yanga, lakini kwa kile mwenyewe alichokizungumza kwamba kuna kiongozi alimpigia simu, ishara ya kuonekana kutokumudu mamlaka aliyopewa. Yote kwa yote yanaingia hapo, kwa sababu kitu ambacho kwa kinahojiwa ama kuulizwa sana ni namna ambavyo wanavyotenda kazi zao katika hizo mamlaka, kwa sababu wao ndio walioaminika na kupewa hiyo nguvu ya kuendesha soka hapa nchini. Lakini kuna hayo makandakano ambayo yalikuwa yanasemekana, na hiyo issue ya simu kama unakumbuka iliibuliwa kwenye ule mjadala mzito ambao ulibuka katikati hapa na Yanga kufanya press kupitia kwa afisa habari wao Ali Shaban Kamwe. Lakini kile ni kitu ambacho kwa kinasubiriwa kionekane ama kisikike kutoka kwenye ripoti. Yaani jambo ambalo litakiwa lisikike kutoka kwenye ripoti ambayo ilikuwa inasubiriwa na pande zote mbili na jamii ya soka kiujumla Tanzania, kutolewa vile ghafla kwenye press namna ile, maana yake kulikuwa tunasema kuna mwanya ambao ulikuwa hauna ulazima kwenye ukuta wa uongozi ndani ya TFF ambao ulipelekea jambo hilo kuchomoza bila kufuata taratibu. Kwa maana taratibu ambazo zinasubiriwa ni ripoti hiyo itoke, na katika hiyo ripoti hilo jambo la simu nalo lilipaswa liwepo humo. Kwa hiyo ilibidi liwe ni swala official, lizungumzwe kila mtu akiwa ameridhia ya kwamba ni lazima watu wote wafahamu sababu ya msingi hasa ambayo ilichangia mchezo wa Machi 8
kuhairishwa, pengine ndo hiyo swala la simu, mtu alipiga simu, bwana huo uwanja usifunguliwe, lakini kutolewa kwenye press vile ghafla na kusababisha tunasema taharuki ama ule mhemko wa mashabiki kugundua kwamba tatizo lilikuwa sasa mabouncer kama ambavyo vilikuwa nadaiwa. Tatizo sio kwamba ni kuna watu wa Yanga ambao walikuwa wanazuia Simba, ambalo jambo lenyewe lilikuwa ni jambo la kiutani tu, kwa sababu hakuna sheria yote ambayo ilikuwa inasema kwamba mtu akizuiliwa uwanjani ndio mechi ihairishwe. Kwa jambo lilikuwa ni jambo la upande wa mashabiki pekee yao, kwamba shida ilikuwa sio sasa upande wa Yanga, shida ni kwenye uongozi. Lakini hilo tulikuwa tulijue kupitia ripoti ambayo hiyo ripoti imepita katika zile meza za viongozi wa TFF na wameridhia kwamba hili jambo wanapaswa walifahamu, na bodi ya ligi pia inabidi muwaeleze sasa kwa nini mliahirisha huu mchezo, sababu ndio hii hapa. Kwa hiyo officially rasmi hiyo taarifa ingetoka katika hiyo ripoti, hakuna mtu ambaye angeweza kulalamikiwa ama kuhisiwa ya kwamba ametoa taarifa ambazo hazikupaswa kutoka kwa wakati fulani, na hilo ndio limesababisha huyo Kasongo kuondolewa katika hicho kiti chake. Lakini kimsingi Dar es Salaam Young Africans walichokifanya ni jambo ambalo limesaidia kutibu baadhi ya magonjwa ambayo yapo katika uongozi wa soka letu kiujumla, na hii isiishie tu hapa. Kuna mengineyo ambayo yapo, kama yapo basi yasemwe, na wanaofahamu ni watu ambao wapo ndani ya hayo mamlaka, wapo ndani ya mchezo mzima wa soka kiujumla. Na maamuzi ambayo ametolewa na Rais Wallace Karia kumwajibisha mmoja wa viongozi wake ambao alikuwa anawaamini katika hayo majukumu, ni maamuzi ambayo alikuwa yanatamaniwa kwa kiasi kikubwa na waanzilishi wa hizi movement za kureform mpira wa Tanzania, kwa maana Dar es Salaam Young Africans na hao ndugu zao Simba Sports Club. Unajua, kwa sasa hivi ukitazama asilimia ya viongozi waliopo katika hizi timu za ligi kuu, mfano tu Dar es Salaam Young Africans pale, viongozi waliopo pale wengi ni vijana, nasema Gen Z, si ndivyo? Kwa maana wanachokiona kwamba hakipo sawa, wanafahamu kabisa kinatakiwa kitibiwe, na wanatakiwa na watu ambao wanatakiwa wawajibishwe wanajulikana na wapo wanaonekana wazi kabisa. Kwa nini wasiwajibishwe? Kwa nini maamuzi ambayo yatakiwa yatolewe haraka yatolewe haraka? Kwa hiyo hicho ambacho kimefanywa na rais kwa ujumla, nafahamu Yanga watakuwa wanakifurahia, kwa sababu ni moja ya maamuzi ya haraka ambayo walikuwa wanataka yapatikane katika hichi kipindi cha katikati kabla ya mchezo tarehe 15, lakini hakukuwa na huo haraka. Lakini kwa sasa hivi angalau najua Yanga watakuwa wanafurahia hili jambo, na ndio kitu ambacho tunatakiwa katika uongozi unaofuata, kwa sababu uchaguzi ni mwaka huu mwishoni, ndio uchaguzi ambao unafanyika katika shirikisho la soka la TFF. Viongozi ambao wataingia pale waendane na maono ya baadhi ya viongozi waliopo katika hizi klabu ambazo zinashiriki katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambao kwa asilimia kubwa ni vijana, na vijana wana maono makubwa, wanajua ambacho tunatakiwa kifanyike ni kitu gani, kwa sababu tunaelekea katika soka la kisasa zaidi ambao itahitaji watu ambao ni makini, watu ambao wanaendana na malengo ya hizi klabu, kwa sababu mamlaka zinasimamia klabu, lakini ili mamlaka zitimie katika uongozi wao, hizo klabu nazo zinapaswa ziwe nao sawa katika namna ambavyo wanavyojiendesha.